Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewataka Watanzania wote wanaosafiri kwenda Marekani kuzingatia kikamilifu masharti ya visa walizopewa, ikieleza kuwa kutofuata masharti hayo ndicho chanzo kikuu cha Tanzania kuwekwa katika kundi la nchi zilizowekewa vikwazo visivyokamilika vya kuingia nchini Marekani, kwa kizungu inajulikana kama partial restrictions and entry limitation. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa Disemba 17 mwaka 2025 na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, serikali ya Marekani imetangaza kuiweka Tanzania katika kundi la nchi zenye vikwazo vya sehemu kuhusu kuingia nchini humo, hatua iliyotangazwa rasmi na Rais wa Marekani Donald Trump kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii Disemba 16 mwaka 2025. Hata hivyo, serikali ya Marekani imeeleza kuwa udhibiti huu si kamili na kwamba Watanzania wataokidhi vigezo vya masharti ya uhamiaji wataendelea kuruhusiwa kuingia nchini Marekani kulingana na taratibu na tathmini zilizokamilika. Tanzania imeeleza kuwa uamuzi huo umetokana na idadi kubwa ya Watanzania wanaosafiri kwenda Marekani kushindwa kuzingatia masharti ya visa zao, hususan kwa wanaoishi nchini humo kwa muda mrefu zaidi ulioidhinishwa kisheria. Taarifa ya wakazi waliopitiliza muda, yani overstay report, inaonyesha kuwa kiwango cha Watanzania wanaokaa nchini Marekani kinyume cha masharti ya visa kimekuwa kikubwa kuliko kiwango kilichokubalika chini ya sera za uhamiaji za Marekani. Sasa taarifa hiyo ilionyesha kuwa Tanzania imekuwa na kiwango kikubwa cha ukaaji wa zaidi ya muda kwa asilimia 8.3 na visa zote za B1 na B2, visa za biashara na utalii, na asilimia 13.97 kwa visa za kundi la F, M na J ambazo ni visa za wanafunzi, mafunzo ya ufundi na programu za kubadilishana, yani exchange programs. Hii ni kwa mujibu wa taarifa hiyo. Sasa viwango hivyo vimeeleza kuwa juu zaidi ya kiwango cha kawaida kilichoruhusiwa, hali iliyosababisha Tanzania kujumuishwa katika orodha ya nchi zilizo chini ya vikwazo hivyo. Pamoja na Tanzania, nchi zingine zilizotajwa kuingia katika utaratibu huo ni Angola, Benin, Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritius, Nigeria, Senegal, Zambia pamoja na Zimbabwe. Lakini pia msemaji wa serikali Gerson Msigwa alikuwa pia ametoa taarifa kwa vyombo vya habari, barua hii ambayo unaiona, akiwa amesisitiza na kuwakumbusha Tanzania kufuata sheria na vigezo vilivyoweka. Alikuwa amesema kwamba taarifa kuhusu Tanzania kuwekwa katika kundi la nchi zilizowekwa udhibiti wa visa kuingia Marekani, taarifa ambayo ilitolewa Disemba 17 mwaka 2025 kule Dodoma, akasema kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa niaba ya serikali inapenda kuwafahamisha umma kuwa serikali ya Marekani imetangaza kuweka Tanzania kwa kundi la nchi 15 ambazo serikali hiyo imedhibiti utaratibu wa visa partial restrictions za kuingia nchini humo, na kutoa pia taarifa hizi ambazo unaziona pale chini. Sasa serikali unasema kwamba kwa mujibu wa sheria na serikali ya Marekani, viwango hivyo vinaonekana kuzidi kiwango kilichokubalika chini ya sera zao za uhamiaji, na hivyo kusababisha Tanzania kujumuishwa katika kundi la nchi zilizo na udhibiti huo. Sasa kwa mujibu wa barua hii hapa, amesema kwamba serikali itaendelea kutoa taarifa kadri mazungumzo na hatua hizi zitakavyoendelea, na hiyo ilitolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ndio taarifa kuu kutoka kwa serikali, imewataka Watanzania wote kuzingatia sheria, masharti na vigezo, ili partial restriction labda huende ikatolewa, ama pia izuie isije kawa na full restriction, yani wakazuiliwa mazima.